Haleluya, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa kipindi chetu kizuri cha unabii wa mwisho wa dunia na mjumbe wa agano hapa duniani. Na bado tuko katika somo letu la ujenzi wa kanisa halisi, na tupo katika ile taa yetu ya 4. Bado tuko katika taa ya 4, kiasi. Na bado tunaendelea kuangalia habari za ile chapa ya mnyama namba 666, na tuliangalia jinsi ya kutambua jina na hesabu ya jina lake. Tukaona katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 16 mstari wa 13, tukaona hesabu yake hapo kwamba nikaona roho 3 za uchafu zifananazo na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule nyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kwa kusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mwenyezi Mungu. Tukaona kwamba kuna hesabu ya jina lake ni zile roho 3 za uchafu. Roho 3 za uchafu ndizo ambazo zimegawanya watu katika mafungu makuu matatu. Fungu la kwanza ni fungu la joka, ambalo watu wengi wanaabudu miungu mingine tofauti na Bwana Yesu Kristo. Lakini pia fungu la pili tukaona kwamba kuna roho nyingine ya mnyama. Roho ya mnyama ni roho ya makristo wa uongo, ambayo ilizuka namna hii baada ya Kristo Yesu kuja hapa duniani. Lakini hii roho ya joka ilianzia kutoka kipindi cha Adamu kule na Eva, lakini baadaye ya Yesu Kristo kuja ikapata jeraha la mauti. Lakini pale aliposhindana na watakatifu ikawaua, jeraha lake likapona, kaendelea namna hiyo, na baadaye ikaibuka sasa huyo mnyama ambaye alianzisha namna hii, mwenye vichwa 7 na mambo mengine hayo, ambao ni jumuiya hizo zinazofuata. Alafu pili, kuna roho ya manabii wa uongo. Ndizo roho za mashetani zimegawanya watu makundi matatu namna hiyo. Hiyo ndo hesabu ya jina lake. Angalia kitabu cha Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 18, anasema hivi. Yohana mlango wa 13 mstari wa 18 anasema hivi. Mstari wa 18 anasema, hapo ndipo penye hekima yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Hesabu ya kibinadamu, tuliona kwamba mwanadamu aliumbwa siku ya sita ndo mwanadamu aliumbwa, akapewa kutawala hizo siku 6, lakini akanyang'anywa na huyu joka na akaendelea namna hiyo kudanganya ulimwengu. Na Yesu Kristo alipokuja ikainuka roho ya mnyama na roho ya nabii wa uongo, ikamalizia hii tunaenda kuiona sasa. Kwa hiyo kuna roho 3 tu ambazo zinawadanganya watu katika ulimwengu huu wa sasa, kama jinsi ambavyo alikuwa anasema katika kitabu cha Mathayo hapa mlango wa 13. Mathayo 13 tunaona jinsi ambavyo Yesu alivyokuwa akipanda mbegu nyingine, zilikuwa haziwezi kuzaa 100 kwa sababu ya hizi roho 3 za uchafu. Mathayo 13 mstari wa 4 kuendelea anasema hivi. Hata alipokuwa akipanda mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakazila. Ndio hiyo roho ya joka ikachukua ile mbegu, haikuweza kuzaa wala hawakuweza kuamini habari ya Yesu Kristo. Na nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, maana zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Hii ni mbegu ya mnyama ambayo ndio inaitwa makristo wa uongo walioko duniani. Nyingine zikaanguka penye miiba,
ile miiba ikaimea ikaisonga. Ndo hii mbegu ambayo ya manabii wa uongo. Lakini hii sasa namba 8 anasema nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 160, 130. Mwenye masikio na asikie. Unaweza kuona. Kwa hiyo mbegu hii ambayo unaisikia sasa, mbegu ya mjumbe wa agano, ndio mbegu imeanguka kwenye udongo mzuri ili kufunua na kutengeneza mambo yote yaweze kuwekwa wazi, watu wote waweze kujua kweli ya neno la Mungu. Kwa hiyo jina la huyo mnyama, jina la huyo mnyama ambaye ni jina lake kuu tunalipata katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana mlango wa 12, tuliposoma pale Ufunuo wa Yohana mlango wa 12, Ufunuo wa Yohana mlango wa 12 mstari wa 7 pale tunaweza kuona jina halisi la yule ambaye ni Shetani anatawala dunia. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana na pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka, angalia maneno hayo maneno hayo. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Nyoka au joka, Ibilisi, Shetani ndo hasa jina lake. Huyo anaitwa joka, Ibilisi, Shetani. Huyo ndo anaitwa joka, Ibilisi, Shetani. Hilo ndo jina la kamili, kama jinsi tulivyosema kwamba ukamilifu wa mambo matatu ni ukamilifu wa jina, ukamilifu wa jambo, ukamilifu wa kusudi. Kwa hiyo jina la mnyama huyu ambaye anaitwa joka ni joka, Ibilisi, Shetani, na amegawanya watu katika mafungu matatu namna hiyo, kama jinsi ambavyo tunaona katika kitabu cha Mathayo 24. Mathayo 24 tunaona kwamba joka tayari tumeshamjua, alianzia kipindi cha Adamu na Eva. Lakini huyu mnyama sasa ambaye anaitwa makristo wa uongo wameanzia tu pale walipokuwa wameshindana na hao watakatifu wa kanisa la kwanza, wakiongozwa na huyu roho wa joka, wakawashinda, ndo wakaingia wenyewe kuenza kutawala dunia. Hapo anasema hivi, Mathayo 24 mstari wa 24 na kuendelea hapo chini, Roho wa Mungu anasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Unaweza kuona hapa tunaambiwa kuna makristo wa uongo ambayo ndo mbegu ile imedondoka katika mwamba, na kuna hawa manabii wa uongo ambao ndo mbegu ile imedondoka katika miiba. Na hii mbegu sasa unaisikia ni mbegu ambayo imedondoka kwenye udongo mzuri, inazaa 160, 30. Ilianza kuzaa 30, nikatoa kitabu cha kwanza, nikaambiwa hiyo imezaa 30, achana nayo. Nikatoa kitabu cha pili, nikaambiwa hiyo imezaa 60, achana nayo. Nikatoa sasa toleo la 3 ambalo ndo hilo linaendelea saa hizi, kutoka toleo la kwanza na pili, la 3, la 4 mpaka yapo matoleo kama 7 namna hiyo ya vitabu. Tayari Mungu amekwisha kufunua sasa kwamba mbegu inazaa 100, kuliandaa kanisa kutolewa katika ile saa ya kujaribu ulimwengu, saa ambayo itakuja kujaribu ulimwengu na kuwatoa katika dhiki kubwa na kuwaingiza katika ufalme wake, kama jinsi ambavyo tulijifunza. Kwa hiyo joka kwa namba ya kibinadamu inachukua 6 ya kwanza, na makristo wa uongo wanachukua 6 ya pili, na manabii wa uongo wanachukua 6 ya tatu. Kwa hiyo tayari tunapata pale 666.
Tofauti na hawa manabii wengi wa uongo ambao wakianza kuzungumza habari ya chapa hii ya mnyama namba 666, unaona wanachora masanamu, unaona wanachora vitu vya kutisha, unaona wanachora majoka, wanaonyesha picha za watu. Tulisema kwamba sisi hatufanyi vita na watu, lakini tunafanya vita na roho. Katika ulimwengu wa roho tunafanya vita na roho zidanganyazo ambazo ziko kwa watu, zinazowatumikisha watu. Roho ya makristo wa uongo ambayo inawatumikisha watu. Wale watu inatakiwa wahurumiwe kwa huruma zake Mungu, wafundishwe, waelekezwe ili zile roho za uchafu zitoke, watu waweze kuokolewa, wasitumikishwe tena na zile roho za uchafu za joka, za manabii wa uongo na za makristo wa uongo. Kwa hiyo namba 666, joka limekamata sita ya kwanza na mnyama amekamata sita ya pili, na nabii wa uongo amekamata sita ya tatu. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba 666 kama jinsi ambavyo Mungu alikuwa amefunua namna hiyo katika maandiko, tofauti na watu wanavyofikiria na kuanza kufundisha mafundisho ya uongo, wakianza kuangalia historia za nchi fulani. Watu wa jinsi hiyo ni manabii wa uongo na mitume wa uongo na makristo wa uongo wanaofundisha namna hiyo habari za mambo ya watu. Lakini hapa sisi vita vyetu si juu ya damu na nyama, lakini juu ya falme, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hizi roho tatu za uchafu ni roho za mashetani zinazowatesa watu leo na kuwafungia katika vifungo vya uongo ili waweze kuteswa katika ile dhiki kuu. Mungu akupe neema kuyajua haya, ukimbie na kuepukana na chapa hii ya mnyama namba 666, uingie katika ufalme wa Mungu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.